kanda ya kusini. Habari, ninaitwa Mwinjilisti Aden Bahati Mayala, mwenyekiti wa Chadema kanda ya kusini inayojumuisha mikoa mitatu: Lindi, Mtwara na Ruvuma. Taarifa hii tulitakiwa kuitoa kwa muda kidogo, lakini kwa bahati mbaya, kama mlivyosikia waandishi wa habari, mambo yalikuwa sio mambo, tulipigwa mabomu kule Mbinga. Kwa hiyo tumeshindwa kuitoa taarifa kwa wakati, lakini tumeona ni wakati mwafaka sasa tuzungumze na Watanzania kupitia nyie waandishi wa habari. Taarifa kwa vyombo vya habari. Ndugu wanahabari, ninawashukuru sana kwa kuitikia wito wetu. Kwa kweli niwapongeze kwa kazi nzuri mnayoifanya kila siku ya kuhabarisha Watanzania. Mungu awabariki sana na kuwapatia afya tele. Leo tarehe 18 Aprili tumewaita hapa ili kupitia ninyi wanahabari mambo mbalimbali yanayoendelea katika kanda yetu ya kusini na Tanzania kwa ujumla wake. Tunataraji mambo haya mtayafikisha kwa Watanzania na duniani kwa ujumla. Kwanza kabisa ni washukuru sana viongozi wa chama taifa, wajumbe wa kamati kuu wote kwa ujumla wao, pamoja na viongozi wengine tulioambatana nao katika kanda yangu ya kusini kwa ajili ya ziara ile iliyofanyika kuanzia tarehe 4 Aprili ambayo tulitakiwa tuihitimishe tarehe 10 mpaka tarehe 11 pale Madaba. Na ndugu wanahabari, pia ni washukuru kwa sababu nyie kwa mara ya kwanza nilipotoa taarifa kuhusu ziara ile mliungana nami na mkanisikiliza na mkatoa taarifa kwa wananchi, na tulipata wananchi wa kutosha sana. Hilo tunashukuru sana. Ndugu wanahabari, baada ya kuwashukuru wanakusini, naomba sasa mnisikilize ninayotaka kuyasema. Jambo la kwanza, tunalaani kitendo cha jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma kumkamata Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, na ukamataji huo ulifanyika Jumatano tarehe 9 Aprili 2025 kule Mbinga mkoani Ruvuma. Haikuwa sawa kumkamata vile kama jambazi, haikuwa sawa kumburuta vile kama kibaka. Hivi jeshi la polisi walishindwa nini kumuita kistaarabu na kumfuata pale hotelini alipofikia ambapo angelala? Hivi ingekuwa kiongozi wa Chama cha Mapinduzi wa kitaifa, Makala au Nchimbi au rais wa Jamhuri ya Muungano ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, je, polisi wangeweza kumkamata vile na kumharasi kama walivyomfanyia Tundu Lissu? Hii tunaipinga na tunasema sio sawa, hamjatutendea haki hata kidogo. Tunataka haki ipatikane kwa viongozi wote na sio viongozi wa CCM peke yake. Ndugu wanahabari, ifahamike kwamba Tundu Lissu sio muhaini kama ambavyo imefunguliwa kesi na kusema Tundu Lissu ni muhaini, na tunalaani na tunasema Tundu Lissu aachiwe mara moja bila masharti yoyote. Narudia, Tundu Lissu sio muhaini na Tundu Lissu aachiwe mara moja bila masharti yoyote, kwa sababu Tundu Lissu sio muhaini. Na tunarudia tena, amani ya nchi hii wanaotaka kuiharibu ni Chama cha Mapinduzi, CCM na viongozi wao na jeshi la polisi. Kwa sababu ingekuwaje pale Tundu Lissu alipokamatwa mbele ya wananchi maelfu, kama Tundu Lissu angetoa amri kwa Watanzania tuanze kuwashughulikia wale mapolisi, hali ya hewa ingekuwaje na mambo ya usalama yangekuwaje? Tunalaani na kupinga hili tukio na tumechukizwa na hili tukio na sio kitu kizuri. Lakini tunasikitishwa na mambo ambayo yalitokea siku hiyo. Aidha, tunamuonya RPC wa mkoa wa Ruvuma kwa kitendo alichofanya cha kuagiza mapolisi kuleta vurugu kwenye mkutano wa kisiasa na kukataza kufanyika kwa mikutano ya hadhara Songea mjini na Madaba, maeneo ambayo mikutano hiyo yote tuliruhusiwa kwa mujibu wa katiba na tulipewa kibali cha kufanya hiyo mikutano. Lakini RPC akasema anasikitishwa na neno tunalolitumia no reform no election. Sana sana kama tunataka kufanya mikutano katika mkoa wa Ruvuma, tufanye mikutano ya kumsifu mama. Sisi tunamwambia RPC hatutafanya hizo ngonjera za kumsifu mama, tutaendelea kusimama na
na agenda ya chama ya no reform no election, kwa sababu wananchi wetu wa kanda ya kusini wameelewa na wameunga mkono hoja hii ya no reform no election. Ndugu wanahabari, kuhusu tume huru ya uchaguzi, tunataka tuwaeleze Watanzania waelewe kuhusu uongo na propaganda inayopigwa kuhusu tume huru ya uchaguzi inayoitwa kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Ukisoma muundo na maudhui yake utagundua kwamba hakuna tume huru ya uchaguzi hapa Tanzania zaidi ya kiini macho tu. Na ndiyo maana sasa hivi kwenye uchaguzi sio kwamba CCM wanaiba, bali wanapora, tena kwa kutumia watumishi wa serikali, yani watumishi wa umma, jeshi la polisi, usalama wa taifa. Wanasema tunafanya uchaguzi, lakini ukweli ni kwamba hatufanyi uchaguzi. Na ndugu wanahabari, tuwaambie kwa tulipofikia Chadema leo, toka mwaka 2015 ndio ulikuwa mwisho wa kufanya uchaguzi sisi na CCM. Kwa sasa tutangaze wazi kwamba hatufanyi tena uchaguzi na Chama cha Mapinduzi, tunafanya uchaguzi na dola, yani usalama wa taifa, mapolisi pamoja na viongozi wa serikali na chama chao cha Mapinduzi. Kwa hiyo tunalitaka jeshi la polisi na usalama wa taifa kukaa mbali na chaguzi hizi. CCM sisi ni saizi yetu, tunawaweza. Kama tutafanya uchaguzi wa haki, wa huru na Chama cha Mapinduzi, CCM tunawapiga mchana kweupe. Jambo la tatu, tunaendelea kusisitiza kuwe na tume huru, iwe na watumishi wake kuanzia ngazi ya juu mpaka ngazi ya chini. Lakini tume tulionayo sasa, kuanzia mwenyekiti wa tume na mkurugenzi wa tume, wote ni wateule wa rais mpaka huko chini. Kwa hiyo tume sio tume huru kama inavyoitwa, imepewa tu jina tume huru, lakini hiyo ni tume ya mheshimiwa rais. Sisi tunaikataa hiyo tume na tunasisitiza no reforms no election. Jambo la tatu, ndugu wanahabari, jambo la nne, naomba niwaeleze ndugu wanahabari, uchaguzi ni takwa la kikatiba la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mujibu wa katiba ibara ya 5 kifungu cha kwanza, uchaguzi ili uwe huru ni lazima kuwe na mazingira ya uhuru huo. Sio kusema tu huu uchaguzi utakuwa huru. Tulidanganywa hiyo 2019, 2020 na 2024. Lakini matokeo yake nchi nzima na dunia nzima imeona uchaguzi ulikuwa wa hovyo kuliko kawaida. Jamani, hivi kama Chadema iliwahi kufikia kuwa na wabunge 72, madiwani zaidi ya 1000, halmashauri zaidi ya 20, yani nchi nzima hii, lakini eti leo Chadema imebaki kuwa na mbunge mmoja kwa zao la uchaguzi wa 2020 na uchaguzi wa mwaka jana wa serikali za mitaa, ni sawa na kusema tumebaki kuwa na zero, hatuna viongozi kama ilivyotakiwa. Jumla ni kwamba tuseme uchaguzi wenyewe wote wa serikali za mitaa 2024 uliporwa, hapakuwa na uchaguzi. Tunakataa huo uchafu ambao ulifanyika, sisi tunauita uchafuzi. Hakukuwa na uchaguzi, bali kulikuwa na uchafuzi. Sasa kama wanataka tuende kwenye uchaguzi, tutaenda kwenye uchaguzi tukiwa tuna tume huru itakayotenda haki kwa pande zote mbili. Na tunasisitiza no reform no election. Sio kwa bahati mbaya hatutaingia kwenye uchaguzi na hautafanyika uchaguzi kama hakutapatikana reforms za uchaguzi. Kumekuwa na kelele zikiendelea zinasema kwamba muda wa reform ni mchache. Yani hata CCM wenyewe wanakubali kwamba reforms zinatakiwa, lakini tatizo limekuwa muda. Sikiliza, hakuna sheria ya Waamedi na Waajemi isiyobadilika. Inawezekana kabisa kama wanaona muda hautoshi, muda uongezwe wa kufanya reforms za uchaguzi, tufanye reformu ya uchaguzi ili tukaingie kwenye uchaguzi wa huru na wa haki. Ndugu wanahabari, huwezi kuzungumzia amani ya taifa hili kabla hujatenda haki. Tendeni haki kwanza, ndipo tuzungumze kuhusu amani. Amani ni zao linalotokana na haki. Huwezi kuendelea kutudhulumu, kutupiga, kutufunga na kutufanyia kila aina ya dhihaka, kututeka na kuteka watu wetu na kupoteza watu wetu, halafu unatuambia twende kwenye uchaguzi wa amani. Amani hii iko wapi? Sisi tuna misiba kila kona, tuna wadogo zetu wametekwa, tuna ndugu na jamaa wanalia kila mahali. Leo unatuambia tuingie kwenye uchaguzi, uchaguzi utakuwa huru na haki. Uhuru huo uko wapi? Kifupi tuwaambie, jandoni hawaingii mara mbili. Safari hii hatutakubaliana
Hatutakubaliana na upuuzi huu unaoendelea. Ndugu wanahabari, tunaendelea kuwakumbusha serikali na vyombo vyake pamoja na CCM kwamba nchi yetu ni nchi ya mfumo wa vyama vingi, na hii ni kwa mujibu wa katiba yetu. Ibara ya 3 kifungu kidogo cha kwanza inasema, naomba kunukuu: Jamhuri ya Muungano wa nchi hii ya kidemokrasia ya kijamaa yenye kufuata mfumo wa vyama vingi vya siasa. Ila kwa sasa wenzetu CCM na usalama wa taifa wanahisi upinzani wa nchi hii ni hisani kutoka kwenye chama chao na serikali yao. Wanajidanganya sana. Tunawaambia CCM kama hawataki mfumo wa vyama vingi nchi hii, ni vema wapeleke mswada bungeni, kwa sababu wabunge wengi ni wao wa kwao. Wapeleke mswada bungeni, waondoe mfumo wa vyama vingi, tubaki na mfumo wa chama kimoja, kuliko kudanganya tuna vyama vingi, lakini si kweli kwamba vyama vingi vinafanya siasa kama inavyotakiwa. Ndugu wanahabari, sasa niongelee suala la wakulima wa kanda yangu ya kusini. Hii tabia ya serikali ya nchi hii ya CCM kupora na kuzurumu wakulima, hii kitu inaitwa stakabadhi ghalani, mtaacha lini? Wakulima wanalima mbaazi kwa gharama zao, wanalima korosho, wanalima aina nyingi ya mazao ikiwemo kahawa na vitu vingine vingi, lakini mwisho wa siku ukifika wakati wa mazao haya yameiva, sasa tunaenda kuvuna tuanze kuuza, anaamka mdudu anaitwa stakabadhi ghalani. Sisi tunasema stakabadhi ghalani isiwe ni lazima, lakini iwe ni makubaliano kati ya hivyo vyama vya msingi na wananchi wakubali. Lakini pia ikishindikana, tuwe na soko huru, mnunuzi aende na fedha, anunue korosho, anunue mbaazi, anunue maharage, anunue na vitu vingine vyote, na apewe pesa yake hapo hapo, sio kuwekeza madeni. Lakini kuna mdudu yuko pale Songea mjini anaitwa NRFA, National Milling. Wanakopa mahindi ya wakulima, wanayajaza mahindi ya wakulima kwenye magara, na wao wamegeuka kuwa madalali na kuuza mahindi haya kwa matajiri wakubwa. Mwisho wa siku mkulima anakaa miezi 6 au miezi 8 au mwaka akisubiri pesa yake, halipwi pesa yake kwa wakati, na pesa hii inachelewa. Hii tunasema sio sawa. Wananchi wetu wa kusini wamekuwa na hali mbaya sana na maisha yao yamekuwa magumu sana. Kwa hiyo tuombe, ndugu waandishi wa habari, mtufikishie habari hizi, na hawa watu wabadilishe mfumo wa ununuzi wa mazao ya wakulima, kwa sababu hakuna mkataba kati ya mkulima na serikali. Na swala lingine, ndugu wanahabari, naomba niongelee. Kwa kweli kuna wakati tunajiuliza, hivi kusini serikali hii ya CCM inatuonaje? Miundombinu mibovu kwa wale wanaosafiri kupitia barabara ya Dar es Salaam hadi Lindi na Mtwara kwenda Ruvuma, barabara zote ni mbovu. Juzi daraja lililovunjika mwaka jana limevunjika tena, limefanya ndani ya wiki karibu nzima au wiki mbili watu wameshindwa kusafiri kwa barabara hii ya kusini. Na tunawaona viongozi wakubwa tu wanaotoka kusini wakisema kwamba wataendelea kufanya marekebisho ya madaraja. Marekebisho ya barabara za kusini yatafanyika mpaka lini? Barabara za kutoka Njombe kwenda Ruvuma ni changamoto kubwa. Hakuna barabara, ni vilaka njia nzima toka Njombe mpaka unafika Songea. Lakini huko ndiko wanakosomba makaa ya mawe, huko ndiko wanakochimba uranium, huko ndiko wanakochukua kila aina ya mazao. Wameacha mashimo mazito na maisha magumu kwa wananchi wa kusini. Lakini wao wakiishi kwenye neema ya maisha mazuri, wakiogelea katikati ya neema. Hivi wana kusini ni nini wamewakosea nyie CCM na viongozi wa serikali? Ndugu wanahabari, kwa kweli inasikitisha sana kanda ya kusini kuwa kanda masikini, wakati huo hiyo kanda ndio inaongoza kutoa rasilimali za kila aina, na serikali inapata mamilioni na mabilioni ya shilingi kutoka kwenye hiyo kanda. Juzi nikiwa kwenye ziara yangu kwenye kata fulani inaitwa Chinongwe, ilinichukua muda mrefu sana kuingia barabara kuu kuelekea jimbo la Ruangwa la Waziri Mkuu. Barabara inayounganisha wilaya ya Ruangwa ya Waziri Mkuu kwenda wilaya jirani ya Nachingwea, utafikiri barabara hiyo mapito yake ni ya wanyama. Hali kadhalika kutoka wilaya ya Nachingwea kwenda wilaya ya Liwale, hali ni hiyo hiyo. Ni matatizo mtupu, barabara zote zimekufa, hasa kipindi hiki ambacho mvua zinanyesha. Wakati huo huo,
malori ya makaa ya mawe zaidi ya 700 yanasombwa kwa siku kutoka Songea, maeneo ya Rwanda, Mbamba Bay na kule Muhukuru. Lakini wananchi wake wanaishi katika maisha magumu na katika maisha ya dhiki ambayo imepitiliza.